Hello, karibu sana. Habari ya wakati huu mtazamaji wangu, naitwa Tabibu Royce. Leo nitaelekeza remedy ya wadada ambao umechelewa kuolewa. Unataka wanaume wakupapatikie, wanaume wafurahi kuwa na wewe, wanaume wakupende, basi nitaelekeza remedy hii, itakufaa sana. Fanya remedy kwa mwaka mmoja na kuhakikisha siku unapoanza kuifanya hii remedy utaanza kuona matokeo siku hiyo hiyo. Unaona, lakini hii remedy inafanya kazi vizuri kama utamfuata mtu uso kwa uso, sio kwenye mitandao, uso kwa uso. Na nilikuwa na safari ya kwenda mahali fulani, nikaamua nikasema nataka nikifika pale watu waone uwepo wangu, watu wafurahi. Ilikuwa ni kwenye sherehe fulani. Basi unachotakiwa kufanya, utafanya kama nitakavyoelekeza, kama nilivyofanya mimi. Mimi sikufanya kwa ajili ya kuolewa, ile niliona watu wanifurahia sana, lakini pia kuna mtu alilipia hela ya ushauri. Yeye huwa hatongozwi kabisa, ni mwanadada, anasema ni msomi, lakini wanaume wanamuogopa kwa sababu yule usomi wake. Ana pesa lakini hakuna mwanaume anayemtongoza kwa sababu wanaume wanamuogopa. Nikamuelekeza hii remedy na imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Unatakiwa na mkojo wako mwenyewe wa alfajiri, mwanamama, mwanadada ambao umechelewa kuolewa, mahusiano yaeleweki, unatakiwa na mkojo wako wa asubuhi wa alfajiri. Ule mkojo wa kwanza kabisa saa 9, saa 10, saa 11 pale, kojoa, weka kwenye chombo. Halafu utaandaa chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe andaa kama punje 7 kubwa. Weka ndani ya mkojo. Chukua na unga wa mdalasini, cinnamon powder, unga wa mdalasini. Changanya mle kwenye ile kopo. Haya, itakapofika muda wa kuoga, lakini pia ni lazima uoge asubuhi, ongezea maji kidogo ili kupunguza ile harufu ya ukali wa ule mkojo. Ongezea maji kidogo, unaweka maji kama lita 1. Halafu oga maji ya kawaida. Shoga maji ya kawaida, chukua huo mchanganyiko wa mdalasini na chumvi ya mawe. Chumvi hakikisha unaikoroga na yeyuka pamoja na mkojo wako mwenyewe. Weka na maji kidogo ili kupunguza harufu ya ule mkojo. Unaweza kuweka maji lita 1 au 2. Jimwagie mwili mzima. Ukishamaliza kujimwagia mwili mzima, usipake mafuta kabisa. Acha huo mchanganyiko ukaukie mwilini kwako, halafu nenda popote kajichanganye, usijifungie ndani. Na kwa wanawake wasomi, wakati mwingine ukiona watu wanakuogopa au wanawake wenye pesa, anzisha wewe mazungumzo. Fika pale, salimia. Wanaume ukishawasalimia huwa hawana neno sana. Unaweza kuwasalimia ukajifanya kama unauliza kitu fulani, ama ukakaa ukawasogelea. Usijitenge sana, usijifungie sana ndani. Umeenda mahali kwenye mkutano, kwenye hoteli, kwenye nini, kaa karibu nao, karibu na uwasalimie. Kama unaweza kuanzisha mazungumzo hata kidogo, tunaomba hiki, naomba kitu kidogo. Unaona, watakufurahia, watakupenda. Lakini remedy hii pia faida yake itafanya watu wakupapatikie, yani wanakuwa kama wanakugombea. Nimeshafundisha sana mara nyingi nguvu ya mkojo wako mwenyewe, lakini ukiweka mdalasini pamoja na chumvi ya mawe, watu wanakugombania, watu wanakugombea. Huyu dada ndio alivyonipa ushuhuda, lakini pia mimi nilipoenda kwenye ile sherehe nikawekwa sehemu ya wageni maalum. Naona wageni mara nilienda nikiwa kawaida kabisa, lakini nikawekwa sehemu ya wageni, nikakaribishwa vizuri sana, yani ikaonekana ni mtu wa pekee. Kwa hiyo ukitaka watu wakugombanie, wakupende, wafurahi uwepo wako, uonekane mtu wa thamani na uolewe haraka, fanya hii remedy. Ndio kuelekeza wanaume watakufuata hivi, watakupapatikia wengi sana. Unatoka zako mtoko au unataka wanaume wakupenda, wakufurahia, fanya hii remedy. Na ukishapata mwanaume sasa wa maana, umeshaona kwamba huyu mwanaume ni wa maana, huyu mwanaume ataweza uwezo wa kunitunza, huyu mwanaume ataweza kunifikisha mahitaji yangu, ni mzuri akinioa, muonekano wake, nitazaa watoto wazuri, nipigie simu haraka nikupe dawa ya kumtuliza, akuoe, asikuache tena. Naitwa Tabibu Royce, naamini katika sheria ya nguvu za asili na sheria ya nguvu za ulimwengu, yani universe. Lakini pia ninatibu magonjwa sugu mbalimbali, mtazamaji wangu. Natibu magonjwa sugu mbalimbali kwa wewe ambao unaumwa magonjwa sugu. Kama nisipoyataja hapa, utanipigia simu ama utaweza kaniandikia message. Natibu vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2. Unapona kabisa. Dalili yake ni tumbo kuuma kama linawaka moto. Na kwa nyinyi wazazi ambao watoto wenu wako boarding, nafikiri jaribuni kuwa makini na maji ya kunywa. Lakini pia matumizi makubwa ya maharage, ile gesi inaleta sana vidonda vya tumbo kwa wanafunzi, hasa wale wanaosoma boarding.
Kwa hiyo ukiona mtoto wako anakuwa analalamika tumbo linauma, tumbo linawaka moto, mpe dawa yangu, dozi ya wiki 2, anapona kabisa. Na dalili zake ni nyingi: kubagua vyakula, tumbo kujaa gesi, tumbo kuuma, kiungulia. Lakini pia tunazo dawa kwa ajili ya matatizo yote ya kizazi kwa wanawake na wanaume. Kwa upande wa wanawake, uvimbe wa kizazi, kansa ya kizazi, ugumba, PID sugu, UTI sugu, mirija kuziba, vivimbe kwenye vifuko vya mayai, na kutibu kwa muda wa wiki 4, unapona kabisa. Na kwa upande wa wanaume, matatizo ya tezi dume, henia, mshipa wa ngiri, matatizo ya mbegu kutokurutubishwa, ni dozi ya wiki 4, unapona kabisa. Na tunao dawa pia kwa ajili ya pressure kwa mtu ambaye anasumbua na shinikizo la juu la damu, pressure iko juu sana. Nimeboresha sana dawa zangu. Sasa hivi ni ndani ya risali moja, ndani ya dakika 30 pressure inaanza kushuka. Utatumia dozi yangu kwa muda wa mwezi mmoja, inapona, inakaa normal. Na pia pressure kama inaleta madhara, labda imepanua moyo, umepata kiharusi, umepigwa stroke, ama kiberiti cha moyo kimeisha, dozi yake inaenda miezi 2. Lakini usifikie hatua mpaka umeme wa moyo kaisha. Huko sasa inakuwa ni kubahatisha kuitibu. Lakini kama pressure iko juu, imepanua moyo, umepigwa stroke, hiyo na kutibu, unapona kabisa. Na tunao pia kwa ajili ya kushusha sukari kwa ambao unasumbua na sukari. Sukari iko juu sana, imeharibu macho, imeharibu nguvu za ndoa, imeharibu wakati mwingine sukari inaleta hasira kali. Tunaishusha ndani ya mwezi mmoja, inakaa normal kabisa. Na tunao kwa ajili ya magonjwa ya njia za hewa, asma, kifua kubana kinatoa milio ya filimbi, pneumonia, kukohoa mfululizo sana, mafua sugu, ikohozi sugu, allergy, ukipita kwenye vumbi, ukipita kwenye ukila kitu cha baridi unapiga chafya mfululizo, na macho yanawasha sana wakati mwingine, virusi vya mafua wakati mwingine vinakimbilia kwenye macho. Dozi ya wiki 3, unapona kabisa. Na tunalo pia dawa kwa ajili ya matezi ya kooni, tonsils. Unakuta huku ndani ya koo huku kwenye kidakatonge kuna vivimbe, na kuna mwingine yakiwa sugu yanaleta mpaka kansa ya koo. Dozi ya wiki 2 mpaka 3, unapona kabisa. Lakini pia tuna dawa kwa ajili ya uvimbe wa koo kama nimeielekeza, matatizo ya figo, ini na bandama. Umeambiwa figo zako zimeanza kufeli, hazina nguvu, pressure inapanda sana kwa sababu figo ni dhaifu, ama wakati mwingine unakojoa, protein imo kwenye mkojo, inaonekana ndani ya mkojo. Matatizo yote ya figo kwa ujumla na kutibu kwa wiki 4. Lakini pia tuna dawa kwa ajili ya ini ambalo ninatibu ni yule ambao umepimwa ukaonekana na shida ile. Jitahidi uwahi mapema kabla halijaanza kuvimba. Na bandama, dozi ya wiki 4. Figo, ini, bandama ni dozi ya wiki 4. Na tuna dawa pia kwa ajili ya mifupa, magoti, mgongo na maungio, matatizo yote ya mifupa, magoti, uric acid ziko juu, mgongo, maungio. Tuna dawa pia kwa ajili ya macho kushindwa kuona mbali au karibu. Rekebisha kitu kidogo hapa. Macho kushindwa kuona mbali au karibu, au vinyama vinavyoota hapa kwenye jicho leupe kuelekea jicho jeusi, dozi ya mwezi mmoja. Kama unavaa miwani, dozi itaenda miezi 2 mpaka 3. Kama uvai miwani, dozi ya mwezi mmoja. Macho yanawasha sana, unasikia kama michanga ndani ya macho, dozi ya mwezi mmoja, unapona. Tunao dawa pia kwa ajili ya magonjwa yote ya akili, kifafa, degedege, kichaa. Kwa mfano nimepigiwa simu na mtu kwamba alikuwa na binti yake, ana mtoto wa kike wa pekee. Ana watoto kama 4 wa kiume na mtoto wa kike wa pekee. Cha kushangaza, mtoto wa kike amegeuka ghafla, akawa hajitambui, anakuwa na hasira, haongei, akienda shule hafanyi chochote, haandiki, akiulizwa ajibu. Hii mara nyingi watoto wa pekee sana huwa wana tabia, wachawi wanawataka pia. Au unakuta na mtoto mmoja tu, wachawi wanamtaka sana. Au na watoto wa kike tu afu wa kiume mmoja, wachawi wanamtaka sana. Ama watoto wa kiume tu, wa kike mmoja, wanamtaka sana. Kwa hiyo unatakiwa utumie dawa kwa ajili ya kumrudisha. Huyo anaweza kukuta ameshachukuliwa msukule. Unaishi tu na mtu ambaye hajitambui, nyote imechukuliwa hiyo. Kwa hiyo ipo dawa ya kumrudisha, anarudi katika akili yake ya kawaida. Kifafa, degedege, si watu waliovuta bangi, dozi ya wiki 4, unapona kabisa. Na tuna dawa pia kwa ajili ya nguvu za kiume kwa wanaume, bawasiri, vinyama vinavyoota kuzunguka njia ya haja kubwa, dozi ya wiki 2. Magonjwa yote ya mfumo wa damu, magonjwa ya kinywa na meno,
dozi ya wiki moja, kinywa na meno natibu kwa wiki moja tu. Na tunao dawa pia kwa ajili ya mvuto mkali wa pesa na mali, na dawa inaitwa Triple K, dawa ya mvuto mkali wa pesa na mali. Na tuna dawa kwa ajili ya limbwata, kumtuliza mpenzi mkorofi asiyetulia. Na tuna dawa kwa ajili ya kuharibu limbwata. Unaona mtu ananyanyasika, anateseka, tunaiharibu. Kwa hiyo unapompa mtu limbwata, usimnyanyase wala usimtese, naiharibu ndani ya siku 7. Na kwa mawasiliano zaidi, watu wa TikTok, namba yangu kwenye profile. Kwenye profile TikTok sio wamefanyaje, nimeipin pale namba. Na kwa YouTube hawana usumbufu, nashukuru sana. Na namba yangu kwenye profile pia na kwenye video. Kwa maswali zaidi nipigie simu, wasiliana na mimi kwa nambari hizo za simu. Asante, bye.